Naitwa Lydia Kwesigabo, ni afisa ustawi wa jamii ofisi ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kwa leo tumekutana hapa ikiwa ni wajumbe wa kamati ya kusukuma mashauri ngazi ya mahakama, ngazi ya mkoa, ina maana mahakama ya mkoa, mahakama ya wilaya ya Kahama pamoja na Kishapu. Na tumekutanisha hizi kamati tatu kutokana na kwamba ni halmashauri pamoja na mkoa ambao tunatekeleza mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu. Mradi huu unafanya kazi kwa kushirikiana na serikali kutekeleza mpango mkakati wa kitaifa wa kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto MTAKUWA, lakini pia na mpango mkakati wa mkoa wa kutokomeza ukatili wa wanawake na watoto. Kwa hiyo kupitia wadau ambao tunashirikiana nao ndo tumekutanisha kwa wajumbe hawa wa kamati ya kusukuma mashauri. Na mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu unafanya kazi kwa kushirikiana na mdau anaitwa UNFPA pamoja na mashirika ya Sisema na mashirika mengine. Kwa hiyo kupitia leo, kikao cha leo, kupitia shirika la Sisema ambalo limeratibu kikao hiki kwa kushirikiana na serikali chini ya ufadhili wa shirika la UNFPA, tumekutana hapa lengo kubwa likiwa ni kujadili utekelezaji na utoaji wa huduma hizi za uendeshaji wa mashauri ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto ngazi ya mahakama. Kwa hiyo utaona kwamba kupitia kikao hiki tuna wadau mbalimbali, kuna mahakimu, kuna ofisi ya mashtaka, kuna TAKUKURU, kuna magereza, kuna ustawi wa jamii. Kwa hiyo kuna makundi mbalimbali ambayo ni wajumbe katika kamati ya kusukuma mashauri ngazi ya mkoa ambayo waga yanakutana kwa ajili ya kujadili mashauri yale ya kesi za ukatili zinaendaje, kama kuna changamoto wanajadili, kama kuna mafanikio wanajadili, na kama kuna hizo changamoto ambazo zimeonekana ambazo zinafanya mashauri yasifike mwisho, basi waga wanazijadili na kuweza kutatua zile changamoto. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa teamwork, kila mmoja na jukumu lake katika hii kamati. Kwa hiyo kupitia mdau Sisema chini ya ufadhili wa shirika la UNFPA imeona sasa ije sasa kwenye kufanya kazi pia na hizi kamati za kusukuma mashauri ili kwa ajili ya kuona gurudumu hili la kusukuma mashauri ya mahakamani tunaendaje, ili kama kuna changamoto basi tujadili kwa pamoja. Lakini kupitia kikao hiki pia tunajengeana uwezo, kama kuna gaps ambazo zina wajumbe wanazisema basi tunajengeana uwezo kwa sababu kuna wataalamu mbalimbali. Lakini pia ni sehemu ya kuendelea kufahamiana kila mmoja na shughuli zake ambazo anatekeleza. Mradi wa Chaguo Langu Haki Yangu unafanya kazi pia katika mashule kupitia shirika la Sisema, linafanya kazi pia na viongozi wa dini kupitia shirika la TAP, lakini pia nafanya kazi na mabaraza ya watu maarufu, mabaraza ya wazee kupitia shirika la Helpage, lakini nafanya kazi na shirika la WIDAF kwa ajili ya kusupport ya mabinti na wanawake wadogo katika kuwajengea elimu ya stadi za maisha, lakini pia na afya ya uzazi, lakini pia kuwasupport kwenda VETA na kupata elimu na kuwapa vile vifaa vya kuanzia kazi. Lakini mradi pia wa Chaguo Langu Haki Yangu unafanya kazi na shirika ambalo linatetea masuala ya wanawake pamoja na watoto. Kwa hiyo nafanya kazi na dawati la polisi, jinsia pamoja na watoto katika masuala ya kisheria. Na semina hii inafanyika kwa siku ngapi? Okay, workshop hii inafanyika kwa muda wa siku 2 ambapo tutakuwa tunajadili kwa ujumla changamoto, mafanikio ambayo tunakutana nayo katika kusukuma mashauri ya kesi hizi za ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Lakini pia tutaandaa mpango kazi ambao sasa ambao unatokana zile changamoto ambao sasa utatusaidia kwenda kutatua changamoto, lakini kuendelea kushirikiana na shirika la Sisema na wadau wengine ambao watajitokeza. Naitwa Dr. Yudas Ndungili, ni mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Leo imekuwa ni siku nzuri ambao wadau mbalimbali wanaohusiana na masuala ya kusukuma mashauri na hasa wanaohusiana na ukatili wa kijinsia tumeweza kukutana pamoja kwa ajili ya kubadilishana mbinu na mikakati ya namna gani tunaweza tukatekeleza
hii afua ya kuzuia ukatili, lakini vile vile namna ya kuweza kusaidiana katika kusukuma mbele mashauri na hatimaye haki kutendeka kwa wale ambao wameweza kutendewa na wale ambao wameweza kutenda. Kwa hiyo katika kikao hiki tumeweza kukutana na wadau, tumeweza kukutana na watu wa ustawi wa jamii, watu wa maendeleo ya jamii, ofisi ya mwendesha mashtaka, ofisi ya upelelezi wa makosa ya jinai upande wa polisi, tumeweza kukutana na dawati la jinsia upande wa polisi, tumeweza kukutana na mahakama, wanasheria kutoka mahakama zetu ndani ya mkoa wa Shinyanga, lakini pia madaktari kutoka kwenye sekta ya afya, lakini pia ofisi ya magereza. Yani lengo hapa wote ni kujadili kwa pamoja kwamba kila mtu atimize wajibu wake, kila mtu aweze kucheza kwenye nafasi yake, ili kuhakikisha kwamba hizi kesi zinazohusiana na ukatili basi zinakwenda kwa haraka na mwisho wake unafika kwa haraka na watu wanaweza kupata haki zao. Yule ambaye ametendewa apate haki yake na yule aliyetenda pia aweze kupata haki yake. Zipo changamoto ambao pia zimeibuliwa kwenye upande wa afya, kwa mfano wahanga kuweza kupatiwa matibabu kwa wakati, vielelezo na ushahidi kuweza kuandaliwa inavyopaswa ili unapokwenda mahakamani basi iweze kujitosheleza, lakini pia madaktari ambao wamefanya uchunguzi waweze kujitokeza na kutoa ushahidi unaostahili ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana pale mahakamani. Kwa hayo yote tumeyachukua kama idara ya afya na tutakwenda kuyafanyia kazi na kuyaboresha zaidi, kutoa elimu kwa madaktari na wataalamu wote wanaohusiana kwenye sekta ya afya kuona umuhimu na kuipa umuhimu swala hili la ukatili na hizi cases za ukatili wa kijinsia. Naendelea kuipongeza shirika la Sisema kwa kazi kubwa wanayoifanya katika mkoa wetu wa Shinyanga na hususan kwenye eneo hili la kuzuia ukatili, na wito wangu tuendelee kushirikiana, tuendelee kutoa elimu kwenye jamii, tuendelee kuwa na mijadala na mikutano kama ambayo inaibua changamoto, lakini vile vile inajadili fursa zinazoweza kupatikana na namna ya kuweza kutatua na namna ya kuweza kuboresha zaidi. Kwa majina naitwa Christina Lawrence Chovenyi, ni hakimu mkazi mwandamizi mahakama ya wilaya ya Kahama. Niko siku ya leo katika mafunzo haya ya siku mbili kuhusiana na kusukuma mashauri hasa ya kesi zinazohusu unyanyasaji wa kijinsia. Sisi kama mahakama kwa sasa tumeimprove sana katika kusikiliza kesi hizi. Kwanza tunatumia njia ya mtandao katika kusajili mashauri haya, lakini vile vile kuyasikiliza. Kwa kutumia njia hiyo ya mtandao tumeweza kufikia watu wengi na wahanga wengi katika usikilizwaji wa mashauri haya, sababu tumekuwa tukisikiliza hata ambapo mashahidi hawapo mahakamani. Kwa hivyo kwa sasa tumekuwa tukimaliza kesi za unyanyasaji wa kijinsia kwa muda mfupi na vile vile kutoa maamuzi kwa muda mfupi na wahusika kuyapata kwa wakati. Lakini vile vile tumekuwa na ushirikiano na wadau wengine ambao wako katika mnyororo wa haki jinai kwa ajili ya kuweza kusikiliza mashauri haya. Na kwa kifupi, kama mahakama ya wilaya ya Kahama mpaka kwa sasa tumeweza kuamua mashauri 33 na tumebakiza mashauri 17 ambayo yanaendelea mahakamani, ambayo kufikia mwisho wa mwezi huu yanaweza yakamalizika. Semina hii imekuwa chachu kwa kutuongezea. Kwa majina naitwa Mwajuma Abeidi, ni afisa ustawi wa jamii wa halmashauri ya Kishapu. Kwa kifupi, warsha hii au semina hii imekuja kutufungua sisi kama watendaji au wasimamizi wa hizi shughuli za kupambana na ukatili kwa level ya chini kabisa, kwa sababu sisi tunafanya kazi katika jamii, katika kuelimisha ili kuhakikisha jamii yetu inaondokana na hivi vitendo vya ukatili. Kwa hiyo tumekuja hapa sisi kama panel ambayo inashughulikia hizi kesi za matukio ya ukatili kwa ajili ya kuja kujengeana uwezo, lakini pia kuangalia kuna changamoto gani katika uendeshaji wa hizi kesi au kama kuna mafanikio. Basi tumekutana hapa leo kwa ajili ya kujadili kwa pamoja.
Kwa kifupi tu, binafsi mafunzo haya yamenigusa sana, kwa sababu leo hii tumekuja kujua kumbe sisi kama timu ya case management, kwa sababu case management ni pana kidogo ambayo inahitaji ushirikishwaji wa taasisi mbalimbali. Kuna watu wa mahakama, kuna watu wa polisi upelelezi, lakini kuna dawati, kuna ustawi wa jamii, kuna watu wa TAKUKURU. Kwa hiyo sisi kwa umoja wetu leo tumekuja katika kikao hiki tumekuja kugundua kwamba Mheshimiwa Hakimu kama alivyotoka kuwasilisha pale taarifa yake, amesema kwamba sasa hivi matukio mengi ya kesi za ukatili kule kwake yamepungua. Kwa hiyo akawa anasema kwamba hayo ni mafanikio na anaona kama kuna mabadiliko katika jamii. Lakini tulivyokuwa tumefungua mjadala, tumekuja kugundua kwamba haya matukio hayajapungua. Kesi zipo nyingi sana. Ukija kuangalia kwa upande wa upelelezi ana matukio mengi. Kwa mfano hata Kahama umeona ile takwimu yake, amesema yeye kwa upande wa upelelezi mezani kwake kuna kesi 100 na kitu. Lakini pia upande wa mahakama zilikuwa chini ya 100. Zilikuwa kama hata 50 hazilikuwa zikufika. Kwa hiyo sasa tumekuja kugundua kwamba hii channel ya uwasilishwaji wa taarifa hizi za matukio ya ukatili mpaka kuja kufika mahakamani ni mlolongo. Unaweza kushangaa kwa Mheshimiwa Hakimu anasema zimemfikia kesi 3, kumbe zingine ziko ustawi wa jamii ambako labda tulisuluhisha zikaisha, lakini pia kuna zingine ambazo ziko upande wa upelelezi, kwa sababu upelelezi haujakamilika na kuweza kufikia hatua ya ushahidi kupelekwa mahakamani, ndipo kesi inakuwa haiwezi kufika mahakamani. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tumepunguza matukio au kesi hizi hazipo, kwa sababu unakuta zimekwama katika stage nyingine ambayo labda ni ya chini kabla haijafika mahakama. Kwa hiyo kupitia kikao hichi tumekuja kugundua kwamba kuna haja ya sisi kama watekelezaji wa hii case management kuweza kuwasiliana na kutatua, kuona je tunakwama wapi ili kesi isifike mwisho ambako ni mwisho wa hukumu kabisa ambako ni mahakamani. Kwa shirika hili ambalo ni Sisema limetuweka hapa leo kwa ajili ya kujadili hizi kesi, mimi nawapongeza sana, kwa sababu kwanza wamekuwa ni watu wazuri sana kwetu kutujengea uwezo sisi kama watendaji ambao tupo kwenye level ya halmashauri kuweza kutoa elimu kule kwenye jamii, lakini pia wao kama wao wanafika moja kwa moja kwenye shule kwa ajili ya kutoa elimu na kuwatangazia watoto wetu. Sasa hivi watoto wamekuwa na uelewa wa kuitambua namba 116 ya kuripoti matukio ya ukatili. Kwa hiyo shirika hili la Sisema limeleta uelewa mkubwa katika jamii yetu, lakini pia mabadiliko yanaonekana. Sasa hivi watoto wetu wamekuwa na uwezo wa kulindana wenyewe, lakini pia wamekuwa na uwezo wa kuweza kuripoti matukio ambayo yanawakuta wenzao. Mtoto anataka kuozeshwa, mtoto wa jirani amejua, au yuko classmate wake darasani anajua mwenzangu anataka kuozeshwa, yuko tayari kutoa taarifa kwenye namba 116. Kwa hiyo Sisema tunawashukuru sana, na imekuwa ni shirika ambalo limeleta chachu la mabadiliko katika jamii yetu ya Kishapu. Naitwa Regina Kajara, ni afisa huduma za uangalizi Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Ninafanya kazi moja kwa moja na mahakama na wadau wa haki jinai. Kwenye semina hii, workshop ambayo tumekuwa hapa, imekuwa ni fursa nzuri ambapo tumesikia wadau mbalimbali wakielezea nini kifanyike, lakini pia na kuelezea kuwa bado changamoto ipo. Kwa upande wa ofisi yangu, ni kweli kabisa changamoto bado zipo kwenye jamii. Ukatili upo mwingi sana kwa watoto, hata kwa wanawake. Kwa hiyo mimi upande wangu ninaomba jamii na wadau wote washirikishwe kwa karibu. Mfano, katika ngazi ya kifamilia, bado familia inaficha mambo ya ukatili na awareness bado haijawa nzuri, ule uelewa bado haujawa mzuri, sababu tunaweza tukasema mjini wanaelewa sana, lakini vijijini bado. Na ukiangalia ukatili unaoendelea vijijini, vyombo vya habari, sio kusema watu wote wana TV au watu wote wanatumia hizi simu za kiteknolojia hizi. Kwa hiyo bado hata dini, makanisa sio mengi sana vijijini. Kwa hiyo mimi nadhani kwa upande wa wadau na serikali iwekeze kule vijijini. Kwa mfano, kwa upande wa Shinyanga kuna hivi vikao vya Nzengo, viongozi wa mitaa. Wale viongozi wa mitaa ndio wanahusika moja kwa moja na jamii. Kwa hiyo wale viongozi wasaidiwe, wawezeshwe, ambao wale ndio wanahusika na familia, waweze kutoa elimu, wafanye nao kazi kwa karibu. Lakini kuna hawa wanafunzi wanaomaliza vyuo, kwa mfano waliosoma social work, maendeleo ya jamii, wako majumbani kule, wanaweza wakafanya nao kazi pia
katika kutoa elimu, lakini pia kutoa elimu kwenye jamii kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kama social worker ambao tuko chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani tunafanya kazi moja kwa moja na viongozi wa mitaa na familia ambazo ndo familia za wale ambao wamefanya hayo matendo. Tunawasaidia kuwafundisha, wengine anakuambia amefanya ile kosa kuwa anajua kama ni lina shida kiasi gani, anasema yuko kwenye mahusiano aidha, lakini pia kama akiwa kwenye namna ya kumjeruhi mwenzi anajua ni sehemu ya kumdiscipline yule mtu, lakini hajui kisheria ni kosa. Kwa hiyo tunawaelimisha na tunasaidia wasirudie kosa, lakini pia tunaishirikisha jamii moja kwa moja kumsaidia yule mtu. Kwa hiyo jamii inajifunza kupitia yule mfungwa ambaye anakuwa anatumikia kifungo chake akiwa kifungo cha nje. Kwa hiyo sisi tunafurahi kuwa sehemu ya hii seminar na workshop. Tunazidi kuona ni namna gani tunahitajika kuendelea kufanya, na tunaziona changamoto zipo katika upande ukubwa wa changamoto, na tunazidi kuhusika, tunazidi kupeleka hii tunachojifunza hapa tunaenda kukifikisha kwenye jamii moja kwa moja. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.